Mahakama mjini Damascus imemhukumu kifo bila kuwepo aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya kumpata na hatia katika makosa yanayohusishwa na mauaji na mateso yaliyofanyika wakati wa utawala wake. Mahakama ya 4 ya jinai ya Damascus imetoa hukumu hiyo leo dhidi ya Assad pamoja na kaka yake Maher al-Assad, aliyekuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika vyombo vya kijeshi vya serikali ya zamani na aliyekuwa afisa usalama Atef Najib. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watatu hao wamekutwa na hatia kwa makosa ya mauaji, mateso na uchochezi wa mauaji. Bashar na Maher wamehukumiwa wakiwa hawapo mahakamani, huku Najib akisikiliza kesi yake akiwa mbele ya mahakama. Mahakama pia imeagiza Bashar na Maher al-Assad watafutwe kimataifa. Bashar al-Assad alikimbilia Moscow, Urusi, pamoja na familia yake baada ya utawala wake kuanguka Disemba mwaka 2024 wakati vikosi vya waasi vinavyoongozwa na makundi ya Kiislamu vilipoingia Damascus. Hii ni moja ya hatua kubwa zaidi za kisheria dhidi ya viongozi wa utawala wa zamani tangu mamlaka mpya za mpito zianze kuwafungulia mashtaka maafisa waliokuwa chini ya Assad, baadhi yao wakishtakiwa wakiwa nchini na wengine wakiwa nje ya Syria. Assad aliongoza Syria kuanzia mwaka 2000 baada ya kumrithi baba yake Hafez al-Assad ambaye alikuwa madarakani tangu mwaka 1971. Utawala wa familia hiyo ulidumu kwa zaidi ya nusu karne. Kipindi kigumu zaidi cha utawala wa Bashar kilianza mwaka 2011 wakati maandamano dhidi ya serikali yake yalipoibuka katika wimbi la Arab Spring. Serikali ilijibu maandamano kwa nguvu na mgogoro huo baadaye ukageuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyohusisha serikali, makundi mbalimbali ya waasi, wanamgambo na mataifa ya kigeni. Vita hivyo vilisababisha mamia ya maelfu ya watu kuuawa na mamilioni wengine kuyahama makazi yao ndani na nje ya Syria. Serikali ya Assad ilikabiliwa kwa miaka mingi na tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na uhalifu wa kivita.